Leo nimekuja ili nimchallenge mtu anajiita Jaluo Jinga on TikTok. Namchallenge kwa nini? Namchallenge kwa sababu amejifanya ni mtu mwelevu sana, mtu mwenye akili sana, mtu mwenye kusoma. Lakini baada ya kusikiliza content zake nyingi, nimemkuta ni mtu Jaluo Jinga kabisa kama anavyojiita. Kwa hiyo katika methali ya Burundi kuna wakati tunasema mate, ukitumiwa mate akakuwa mengi, wakati mwingine unaweza kukutana yamekulowanisha. Sawa, Jaluo Jinga nitatumia Kiswahili lakini ajue kwamba sisi wa Burundi ni watu wenye busara. Anasema amesoma sijui, lakini leo nataka nimchallenge kwa Kiswahili. Lakini ajue kwamba hata Kijaluo chake naweza nikamsalimia yaole. Tunakijua. I can greet him in English. I can say good morning Mr. Jaluo Jinga, how are you? Naweza nikamsalimia kwa Kifaransa, bonjour Monsieur Jaluo Jinga, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Naweza nikamsalimia kwa Lingala, Jaluo Jinga mbote mingi, oza bien, soki oza bien, eza malamu wana mpona biso toza bien hawa na Burundi. Naweza nikamsalimia kwa Kiarabu, Jaluo Jinga صباح الخير كيف الحال أنت خير؟ إذا كان أنت بخير إن شاء الله الحمد لله نشكر الله ونحن في البروندي نشكر ربي. Jaluo Jinga naweza nikakusalimia kwa Kisomali, subhanak sana. Jaluo Jinga naweza nikakusalimia kwa lugha nyingi sana ambazo hata hapa sijataja, lakini wewe nina uhakika 100% huwezi kunisalimia kwa lugha zaidi ya 3. Kiswahili kichafu, Kijaluo cha nyumbani na labda Kiingereza kama kweli umepita shule unaweza kweli. Kwa hiyo mimi nitaongea na wewe kwa busara, siwezi kukukwaza hata kidogo. Kwanza Jaluo Jinga, unasema wa Burundi tuko kainchi kadogo. Kwa kweli hapo siwezi kubishi. Wa Burundi tuko kainchi kadogo. Tuko simple but not simplified. Ni kainchi kadogo lakini si inchi ambayo kila mtu anaweza kuzalau namna anavyotaka. Kwanza watu wa kusikiliza, unasemaje kuhusu Burundi? Inchi ya Burundi tunaweza ilinganisha na kijiji. Ni kainchi kadogo sana, na ndio sababu unapata wa Burundi wanaishi watu 10 hapa Kenya, kwa sababu uko Jaluo Jinga, kwa kweli kuwa na matamshi ambayo yamejaa nidhamu na busara. Kama kweli wewe ni mtu ambaye unajiamini, tumia busara katika maneno yako. Umesema Burundi ni nchi ndogo, hapo nimekubali kabisa, lakini but not a simplified country. Huwezi kusema kwamba ni nchi ambayo haipo. Ipo, na kwa sababu hiyo umeitaja we mwenyewe kwamba Burundi ipo lakini ni nchi ndogo. Kuwa udogo sio tatizo. Tatizo ni kwamba sisi we are proud to be Burundian. Hiyo tu inatosha. Umesema tumezaliwa tu kwa msongamano. Eti kwanza watu wa kusikiliza unasemaje? Tangu kuzaliwa kwao wamezaliwa wakiishi nyumba moja watu 10, 15, 20 kama kondoo. Sawa tu. Hayo ni mambo ya ndani. Kuishi watu wengi ndani ya nyumba, hayo ni mambo ya ndani, hata kama si kweli. Kwa sababu hata kama ni kweli, sawa, ni vizuri kwa sababu nchi ni vizuri iwe na watu. Nchi ambayo haina watu, hiyo kabisa wakati mwingine wataifuta au wataivamia watu wengine waje kuivamia, alafu wasahau hata mila zao. Alafu isitoshe we Jaluo Jinga, ninavyokuona wewe haujaenda USA. Inawezekana hata nchi yako ya Kenya hujatoka. Lakini sikia unavyosema hapa. Sababu Burundi hata akitoka Burundi aende USA bado wataishi watu 10. Sawa, unasema hata tukienda USA inakuwa ni hivyo, eti tunasongamana, eti tunafanya nini? Sasa hayo, wewe mtu mzima kwa miaka yako,
hiyo inakuhusu nini kusema kwamba Warundi wakienda Kenya eti wanajazana? Hiyo haikuhusu mzee Jallo Odinga. Wewe jua mambo yako basi kabisa, achana na Warundi kwa sababu Warundi ni Warundi. Utauliza Wakongomani ndio watakwambia Warundi wako namna gani, waulize wa Somali, waulize Central African Republic, watakwambia Mrundi ni mtu gani. Na najua hata hapo Kenya kuna watu ambao wanaweza kuambia Mrundi tunamjua alivyo, busara zetu ziko hivyo kabisa. Alafu Jallo Odinga, na kuomba kitu kimoja, kwanza wasikilize unavyosema hapa. Burundi nyinyi, ulizeni niongee na Evariste Ndayishimiye, president wa Burundi. Mzee, ukitaka kumtaja rais wa nchi ya watu, kwanza jifunze kumtaja kwa busara. Kwa mfano, sisi Warundi tunapotaka kutaja rais wa nchi za watu, kwanza unajifunza kutaja rais ni mtu mheshimiwa, sio wa kutaja tu hovyo hovyo unavyotaka. Eti sijui unamtaja namna gani. Hivi mimi nikitaja rais wenu kama Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta, Samuel Ruto, hapo Wakenya watafurahi sana kusikia Murundi anataja majina ya Wakenya vizuri sana. Wale wa ma vice president kama Musalia Mudavadi, Mudi Amor, nakumbuka kidogo tu, Kindiki, niko tu nakumbuka wale ambao walikuwa George Saitoti, wale waliokuwa vice president wa Kenya. Na wataja vizuri sana bila hata kubabaika au kumtaja vibaya, kwa sababu rais, hata kama sio rais wa nchi yako, lazima umheshimu. Ndio busara ya binadamu, ndio busara ya hapa duniani. Eti unamwambiaje sasa? Unamwambia hakikishe network iko katika nchi ya Burundi, hakikishe barabara iko, hakikishe mafuta iko. Network, eti barabara, eti sijui mafuta. Sasa kama hatuna network hapa, niko narusha hii video yangu kutumia nini? Natumia network kabisa. Sisi tuko na network, na kama ni ndogo au ni nyingi, basi hiyo ni tatizo letu. Ni tatizo letu kama Warundi, kama wa Burundi, kama unavyotaja kwa Kiswahili chako kibovu, ni tatizo ambayo haikuhusu kabisa. Na kwa maroads, kwa mabarabara, ndugu yangu Jallo Odinga, siku moja ukija Burundi utashangaa sana kwa barabara zilizopo Burundi. Utashangaa na utaaibika kabisa, na unaweza hata ukaomba msamaha Warundi kwa kutaja vibaya nchi yetu eti haina mabarabara. Kwa kweli naomba sana, kuna mambo mengi umesema eti tunauza mashamba kwa kwenda kufanya biashara ya kahawa. Hiyo ungejivunia kwanza kwamba Kenya labda watu wanakuja kutafuta maisha kwenu, lakini unadhihaki watu wengine. Sio vizuri kabisa. Alafu ndugu yangu, kwa kumalizia tu, mimi nataka eti sikiliza ulivyosema hapa. Wa Burundi nisikizane, watu wa Bujumbura, watu wa Ngozi, watu wa Moyenga, watu wa Kitega. Mimi nikitaka kutaja counties za Kenya utafikiri mimi ni Mkenya. Tusema Isiolo, Wajir, Garissa, Kitui, Mombasa, Machakos, Narok, Nakuru, sema Kisumu, Kakamega, unasikiaje? Ninataja utafikiri ni Mkenya, Lamu. Ndugu yangu, kwa kweli acha tumalizie. Wakusikiliza hapa unasemaje? Wakati wa kubembelezwa umepita, ni wakati wa kuambiwa ukweli, wa kukufa akufe, tutazika. Sasa unaleta mambo ya kufa. Nani atakufa? Nani atamuua mwingine? Tutakufa nini? Kenya and Burundi, we are same in East African community. Hatuna matatizo. Na Kenya mnaimba hakuna matata. Hasa wewe Jallo Odinga unataka kuleta matata kwa Kenya. Achana na hayo mambo ndugu yangu. Wewe diri na maisha yako. Alafu acha wa Kenya na wa Burundi waishi vizuri. Sisi kwanza ni ndugu. Unajua hata ile Kiswahili ya Kenya mimi naweza ongea. Sisi hata ni ndugu, hakuna mtu anaweza kuja na tufalakanisha. Hapana, acha kudivide watu wa East African community. Community is a common. Ni kitu kimoja ambacho kimejiunga.
ndugu yangu.